kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 12 mahali pale. Kitoka pale tunaenda kitabu cha Matthew 4:1-11. Amen. Hiyo ndio ujumbe ambaye tunajua vizuri katika jina la Yesu. Bwana kanionea hiyo maono tulipokuwa tukivuka mwaka, kabla tujavuka mwaka wa 2026. Tulikuwa mwaka wa 2025 na hiyo maono yakaja kabla hatujavuka mwaka. Kwa hivyo ni Mungu mwema katika jina la Yesu. Kwa hivyo ndivyo nataka kuachilia kwenu kwa jina la Yesu. Maana wale ambao tulikuwa na wao tarehe ilikuwa ni kuvuka mwaka 25 hapa 2026, kuna watu ambao hatukuwa pamoja na wao, lakini leo nataka katika jina la Yesu, maana mimi nimeona imeanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeona imeanza kufanya kazi kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nataka nianze tu kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Na ningependa tu kapata kuomba kwa jina la Yesu. Amen. Tuamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunasema ni asante Jehova mchana wa leo. Mchana mwingine mwema Jehova, umetulinda, umetujalia neema, umetutunukia Jehova neema ya kuhudumu patakatifu pako madhabahuni mwako Jehova, ambaye Bwana ni hekalu lako Bwana, katika jina la Yesu, ambaye Jehova ulipopatenga Jehova ili tukapate kukutania tu mahali hapa na kufanya ushirika katika jina la Yesu Kristo na kusikia Bwana kutoka kwako. Ninaomba Jehova Mungu wa Israeli Jehova, ukanitumie kama chombo katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana. Yote ambaye Bwana aliyo mbali na aliyo karibu Bwana Jehova anasikia sauti Jehova, na hata wale ambao wako katika runinga Jehova, wengine wako Bwana Jehova kwa Bwana kwa YouTube, wengine Bwana tusikiliza kwa mitandao. Ninaomba Jehova Mungu wa Israeli Bwana, katika jina la Yesu Kristo, wasikilizaji wetu Bwana Jehova nako watumikie Jehova neema, tunapoenda kusikia kile kimetoka mbingu katika mbingu Jehova Mungu wa Israeli Bwana, katumikiwa hiyo neema. Tunaomba Jehova uwepo wako ukaende pamoja nasi. Tunaomba nguvu zako Jehova na Roho wako Mtakatifu Baba katusaidie na katuongoze na kasina kutufundisha kwa jina la Yesu. Jehova naomba kwa ajili ya neno lako Jehova, ukalibariki na ukalitakasa. Ninapenda kwa ajili ya watu wako Jehova, isikuwe ni burudani tu, naomba kanitumie kama chombo tu. Nisaidie nikaseme usemi wako, nisaidie Bwana vinywa vyangu Jehova maana zikanena usemi wako katika jina la Yesu. Nitie nguvu, nisaidie, nishike mkono Jehova, nisaidie, maana neno lako linasema ya kwamba wewe ndio pano tuungaye mshibu wa nguvu, uliyempunga Daudi mshibu wa nguvu, nipunge mshibu wa nguvu Masihi katika jina la Yesu. Daudi akasema ya kwamba umempundisha mikono yako kupigana vitu, ndipo naomba Jehova mchana wa leo ukanifundisha mikono kupigana vitu. Nisaidie nisimama nami katika jina la Yesu, nitumie kama chombo chako. Ninaomba mchana wa leo katika jina la Yesu, kila roho ya usingizi na ya kuinuka kinyume kisilani kikondoke kwa jina la Yesu. Baba ninaomba Jehova, nikitangaza damu ya Yesu ikanene mema, ikanene makuu, ikanene maajabu jila kila mmoja Bwana. Wageni Jehova walio nje Baba naoka wakumbuke kwa jina la Yesu. Saidia kila mmoja, onekana kwao na hata kwa majirani kwa jina la Yesu. Simama kaonekane Jehova, simama na kaonekane, achilia neema ya upendo na upendo Jehova katika meyani mwao kwa jina la Yesu. Maana wewe ni Mungu usiyoshindwa katika jina la Yesu. Inapungua kila anga katika jina la Yesu, anga ya hewani, anga ya nchi kama anga ya bahari inamepungua kwa jina la Yesu. Baba nimeitakosa kila anga ya hewani, nimetakasa anga ya juu kavu, inatakasa anga ya bahari, nasi wanatangaza Bwana kwa jina la Yesu. Unaomba kutakasika, takasa kila umoja kwa damu ya Yesu. Unaomba kutakasika, tumetubu kila dhambi, tunakiri kwa vinywa vyetu, tukiomba msamaha, usamehe, utakase hadi kwa jina la Yesu uliomwapa na Mwokozi. Takasa vyombo hizi, takasa madhabahu haya kwa jina la Yesu. Watumishi wanapo ngumu Baba wasaidie, utakase Masia kwa jina la Yesu.
Yesu. Baba nionee huruma, nihurumie na ukanirehemu. Watu wa Jehova wamekuwa sikia kwako, naomba ukawahurumie. Wengine wamechoka, wengine wamehangaika, wengine wamechoka Bwana, wamebebeshwa mizigo mizito. Tunaomba mchana wa leo ukawapumzishe kwa jina la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. Kwa hivyo dini yetu inatoka katika kitabu cha Marko chapter 1 verse 1 to 12. Kwa hivyo I think kila mmoja amejiprepare, si ndio? Amejiprepare kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya kukutana nani? Na Mungu. Na kukutana na Yesu. Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ndipo nataka kumwambia leo, penda mtu wa Mungu, uanze kujipanga vizuri kwa ajili ya kazi ambayo ile mbele yako. Maana kazi ni mingi. Biblia inasema ya kwamba nyumba ya Bwana kazi ni mingi, ama shamba la Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Ndipo anasema ombeni watenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tunaomba kwa jina la Yesu ili madhabahu kukawa na watenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kama kuna pati ambayo shikilia, na wewe tuko na kipawa cha uimbaji, uko na kipawa cha maombi ya kuomba, uko na kipawa cha uinjilisti, uko na kipawa cha unabii, uko na kipawa yani cha kusaidia ama za kusapoti. Bwana Yesu asifiwe. Usikalie kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Anza kuifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anza kuharvest katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baina ufalme wa mbinguni. Maana dini yetu kanisa letu linaitwa Jesus Litany Evangelism Ministry International, GRE, Nairobi, Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndipo unaona pale dini yetu ya 2026, the year of great harvest. Na ndipo I think tukivuka mwaka Januari tulikuwa tumali hapa, na nikawaambia kama tutaambatana Mungu na kama tutakubali kutembea na Mungu, lazima tukashine. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukashine kama utatembea na Mungu, kama utashika sheria za Mungu, kama utashika amri za Mungu, lazima ukashine. Bwana Yesu asifiwe. Wakubali wakatae wakubali. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukashine. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nimekuletea dhimu hii ya leo. Dhimu yetu ya leo ni prepare the way of the Lord. Andika hivyo. Prepare the way of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Are you prepared? Bwana Yesu asifiwe. Andika hivyo. Kwa hivyo kama haukuwa prepared, anza kuwa prepared leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na utakapokuwa prepared, Bwana atakutumia kwa njia ya kitofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atasimama nawe na atakushindania katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Talu. You are joking? Hii macho inaona kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo moja tukaanza pamoja kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuanze pamoja. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Mimi sijui umejiandaa kwa njia gani mwaka huu wa 2026. Sijui ni umejiprepare kwa njia gani. Maana watu wale ambao wamejiprepare
Unajua kitu moja, wakati ambao mwana Yesu anaenda pitani, lazima akajiprepare, yani ajipuke vizuri mshipu wa nguvu, lazima akabebe silaha, lazima kama ni mwindaji, lazima akachukue uto na akachukue pondo na akayasa menini, akayasa mechale toni yake ili akaenda vitoni. Bwana Yesu asifiwe. Nipo nimekini kuambia siku ya leo, mpendo mtu wa Mungu, ukaanza kujiprepare yani kwa jina la Yesu. Na kama uko prepared, anza kujiprepare by now and by now, in the name of Jesus Christ. Na utakapojiprepare ili kwa ajili ya kazi iliyo mbele yako, ama ili kwa ajili ya vita iliyo mbele yako, mpendo mtu wa Mungu, Mungu atasimama nawe na atakushindania kila vita yote. Hayalishi miaka iliyopita kuna vita ilikuwa imeinuka, hayalishi miaka iliyopita kuna vita ambayo iliinuka na wewe, hayalishi kama kuna mambo yaliyopitia, hayalishi maadui waliinuka na wewe, lakini kila ambacho naamini ya kwamba katika jina kula Yesu, because you are prepared, God will fight for you. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mtu wa Mungu. Bwana tena kusimama na wewe. God will be stand for you and fight for you, because he is the God of fight. Bwana Yesu asifiwe. He is the God of war. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu wa vita. Mungu wetu ni Mungu wa vita. Ndipo nimekuletea neno hili nikwambie tu ya kwamba anza kujiprepare kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu, kwa ajili ile kazi iliyo mbele yako. Maana Yesu alianza kujiprepare. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni mwanzo wa Injili. Mimi mwanzo wako ni kama mwaka wa 2026. Lakini I want to declare now, hatukuhubiri tutahubiri, kutakasa pale chano tutatangaza katika jina kula Yesu. Tukipuka mwaka nikaambia level, nikaambia overseer na kwamba mwaka wa 2026 tutahubiri kwa jina la Yesu. Tutatangaza pale ya Yesu katika mwisho na hata katika mataifa. Hatutaenda mbali. Sema nitaenda mbali. Sema nitahubiri katika jina kula Yesu. Am I talking to somebody? Ninaongea na mtu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu siku ya leo, ama siongei na mtu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu sikia. Maana is the beginning of the is the beginning katika jina la Yesu. Mwanzo wa Injili, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Verse 2 nasema hivi, as it is written in the prophets, beyond I send my messengers before your ears, which shall prepare your way before you. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamaa ambaye alikuwa naitwa Yohana Mbatizaji, jamaa alikuwa na mbii wa Mungu, ambaye alikuwa na kula chakula kilikuwa cha nzige, chakula alikuwa ni asali. Hiyo ndio chakula chake. Bwana akamtuma ili akaanza kuprepare the way. Yani tuseme leo katika jina kula Yesu, katika mahali ulikuwa ukuya mtumishi wa Mungu akuchakua kuambia tu enda tu ukantalisha katika ile maeneo, enda tu kaambia watu ninakuja, enda tu kawaambie ni kama pili usiku ya leo president hapa ndio kiongozi wa taifa letu la Kenya hakuja kwa makamu wake wa rais, kamwambie tu enda ukantalisha katika ile mji, ukawaambie tu ninakuja, enda ukaanza kuwapanga vizuri. Ndipo maandiko nasema akamtuma mjumbe huyo ambaye alikuwa naitwa Yohana Mbatizaji, akamwambia tu enda tu ukawaambie tu etarisha tu prepare the way. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Na ndipo nimewaletea neno hili niwaambie tutengenezeni njia ili mwana wa Adamu akapate mahali pa kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Upusikia katika jina kuu la Yesu. Bwana ni Mungu mwaminifu. Katika jina kuu la Yesu, and he send the prophets, the messenger before Jesus Christ, akamutuma. The voice of one crying in the wilderness, prepare you the way of the Lord, make his paths straight. Bwana Yesu asifiwe. John did Baptist in the wilderness and preached and baptized of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sin. Bwana Yesu asifiwe. Chanipike pale, yani alipotangulia akuambia tengenezeni njia zenu, tupuni dhambi zenu, tupuni maana ufalme wa mbingu unakaribia. Ndipo nimekuja niambie watu wa Mungu, Bwana amenituma katika jina la Yesu kwenu. Amenituma neno ili niwaambie tu, kama vile Mungu alipomtuma Yohana Mbatizaji na akarudi tena akamtuma Yesu mwana wa Mungu, niwaambie tu watu wa Mungu, watu walio mbali na walio karibu, niwaambie tu Bwana kila anahitaji tu, yani tukatubu dhambi zetu, tukanyenyekea na kutubu, ili Bwana akapate kutembea nasi, ili mwana wa Mungu akapate nafasi ya kuishi ndani yetu. Bwana Mungu anaishi mahali patakatifu. Mungu wetu ni Mungu mtakatifu, na wezi kama mahali ambaye kuna uchafu. Ndipo anamtuma mjumbe huu na kumwambia tu, endo kuwaambia watu watengeneze njia zao, na watakapotengeneza njia zao, Bwana atawakumbuka, Bwana atawabariki katika jina kuu la Yesu. Kwa hivyo just prepare your way in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa akibatiza katika mto Yordani. Na watu wote wakatoka katika Judea na Yerusalemu, wakamjia Yohana Mbatizaji ili akapate kuwabatiza. Natangaza kusema leo kwa jina kuu la Yesu, unajua kama hujaokoka, uko pale na hujaokoka, nataka kusema hivi, maandiko nasema ya kwamba Yohana Mbatizaji akawa akiwaambia ya kwamba atakao kuja nyuma yangu atawabatiza kwa roho na kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ndio ilikuwa ujumbe wa Yohana Mbatizaji, na sasa hii ndio sasa ujumbe wa leo ambaye nimekuletea siku leo katika jina kuu la Yesu. Kwa hivyo nataka kuendelea tu mahali pale katika jina la Yesu. Na ndipo watu wote wakamwendea kutoka Uyahudi na hata Yerusalemu, wakabatizwa katika mto Yordani, wote wakisongama dhambi zao. Kila tunahitaji kunyenyekea na kutubu dhambi zetu na kukiri kwa vinywa vyetu. Unajua kitu moja, tunaweza kuwa watu ambaye yani njia zetu sio njia nzuri mbele za Bwana. Tunaweza kuwa tunashiriki katika kanisa la njia hii, tunaweza kuwa tunasema tumeokoka, lakini bado mawazo yetu imejaa, yani akili zetu ni kama zimekuwa kama wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Yani sina akili zetu, na ndipo nataka niwaambie leo, tukamwombe Mungu akatupe akili nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa tu yani tuko na akili ndani, tuko na kichwa, lakini kile kichwa
imejaa mawazo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza kuwa tuko na vision, lakini akili zetu sio akili nzuri. Nikiwa tu ndani ya kanisa nimejaa tu uovu, nikiwa tu ndani ya kanisa yani nafikiria yule mwingine, inamuwasia mabaya. Inaweza kuwa tu ndani ya kanisa, lakini akili yangu inampikilia yule mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndipo nimekena neno hilo waambie tu ya kwamba katika jina la Yesu tujitakase na tujisafishe kwa damu ya mwana kondoo katika jina kule Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pate tu nafasi tu. Nipe tu nafasi. Nipe tu nafasi na nipe tu moyo wako. Moyo wako peana tu miguuni pake Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu, naye Bwana atakukumbuka na atakubariki kwa jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Rakata babozi tilibabozia. In the name. And the John was clothed with camel hair and with the mantle and of a skin about his lions. And he did eat locusts and wild honey and wild honey. Verse 7. And preached, saying, there come one might than I am me, than the latchet of whose shoes I am not worthy to stop down and loose. Indeed, I'm baptized by you with the water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. Bwana Yesu asifiwe. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth and Galilee, and was baptized of John in Jordan. He came and straight away coming up out of the water, he saw the heavens open, and the Spirit like a dove standing upon him. 11. And the thoughts came a voice from heaven saying, you art my beloved Son, in whom I am well pleased. And then 12. And then immediately the Spirit drove him into the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Yohana Mbatizaji, kwa sababu neno la Bwana nimetuhubiria, nimetuambia tu ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alipokuja kwa Yohana Mbatizaji akawabatiza. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa akisema ya kwamba niliwabatiza kwa maji, nataka kwa nyuma yangu atawabatiza kwa moto na Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema ya kwamba alipombatiza Yesu hivi, Biblia inasema ya kwamba mbingu likafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ikatoka juu mbinguni ikasema, huyo ndiye mwanangu mpendwa wangu nimpendaye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nataka kusema leo, wacha mbingu likakupungukia. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu likafunguke kwa ajili ya kazi iliyo mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu la ushindi, mbingu la furaha, Bwana Yesu asifiwe, likafunguke kwa ile kazi iliyo mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina kule Yesu. Haleluya. Kwa haraka sana enda tu Matthew chapter 1, Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Tukapoenda pale andika tu tamupeleka vizuri kwa ajili ya masaa. Lakini Bwana tunaomba tu atujalie tu neema, kwa sababu ni safari tunaenda kuanza. Ili safari tunaomba Mungu atusaidie katika jina kule Yesu. Bwana Yesu alipiwe, ili Bwana akuandae
kwa ajili ya kazi iliyo mbele yako, na unajua utakapokubali Mungu akuandae, hakuna kitu chochote kitakachosimama mbele yako, na hakuna kitu ambacho kitakacho kushinda, kwa sababu ulitii wakati Bwana alipokutuma, au kulungunika au kukumukana Mungu. Alipokutuma ulisema, Bwana niko hapa, nitume. Bwana Yesu alipiwe. Haleluya. Matthew chapter 4, baraka sana. Taka tunisome mstari wa kwanza. Hizi nyingine mtaenda kusomea mbele kwa jina kula Yesu. Amen. Nyingine mtaenda kusomea mbele katika jina kula Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then was Jesus led up of the Spirit unto the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and a fortnight, he was afterward and angry. Bwana Yesu asifiwe. Yesu sasa safari imeanza pale. Ameanza akaenda siku 40. Na tunaona mtu ya kwamba alikuwa katika neno. Na alikuwa katika nini? Katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Roho akamnyakua akampeleka pale nyikoni. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo tunaona naye Ibilisi akaenda kumjaribu Yesu. Na ndipo nimekeni kuambia tu siku hiyo, penda mtu wa Mungu, wakati utakapoona majaribu, ni nini ambacho utasimama nayo? Ni nini ambacho utasimama nacho? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamuuliza Musa wakati alipokaribia bahari ya Shamu, wakati wana wa Israeli walikuwa wakimnung'unikia Musa, na hata Mungu pia. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamuuliza Musa, umeshika nini mkononi mwako? Ndipo nimekuja kukuambia neno ili ya kwamba wakati Yesu mwana wa Mungu alipokuwa sasa akienda ili akajaribiwa na Ibilisi, kwa sababu roho wa Bwana alikuwa ndani yake. Roho wa Bwana akampeleka pale nyikoni ili akafanya nini? Ili akaende siku 40, yani fasting. Bwana Yesu alipiwe siku ya kufunga na kuomba. Ndipo nimekile kuambia siku hii, siku ya leo, mpendwa mtu wa Mungu, kile tunahitaji kufunga na kuomba. Tunahitaji the power of the Lord. We need the spirit of the Lord. Na tukiwa ndani ya roho, yani mpendwa mtu wa Mungu, hakuna kitu chochote kinaweza kutusalia. Mpendwa mtu wa Mungu, utashinda. Yani tukiwa ndani ya neno, unajua neno la Bwana likiwa ndani yako, ukitembea neno la Mungu, mpendwa mtu wa Mungu, au tabaki bila tono. Utasimama na ile neno, usema limeandikwa. Imeisha kama jua ya Yesu, kwa sababu ilikuwa kijua tu ya kwamba unajua mambo itakuja. Ibilisi atakuja na kujaribu. Nipo nimekuja kuambia neno hili, mtu wa Mungu, simama tu, umwambie shetani, imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Thank you neighbor. Ambie neighbor, thank you neighbor. Check your neighbor. Gusa your neighbor. Thank you neighbor. Mwambie tumeandikwa. So mwambie tumeandikwa. I want to hear your praise. I want to hear your praise. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho katika jina kula Yesu. Unajua kwa sababu Ibilisi akajua ya kwamba Yesu anasikia njaa. Yesu ameona njaa. Ibilisi akaja kumjaribu Yesu. Akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, na shetani alikuwa tunajua tu ya kwamba yani Yesu akuna uwezo wa kuamuru hizo mawe na kuwa mikate. Rakata babozi tilibabozia. Niingiza mikano ambayo utamwomba Mungu atende. Rakata babozi tilibabozia. Hauwezi ukamwomba Mungu kama umo ndani ya roho, yani ukayashinda, ama mambo ikatendeke, ama ishara miujiza ikatendeke. Lakini ukiwa ndani ya roho, utasimama na neno, umwambie tu imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Takatababu zitili babozia.
katika jina kuu la Yesu Kristo. Akamjaribu, akamwambia, Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu alikuwa anajua tu amefunga na anasikia njaa. Sio unaenda kufunga, si ndio? Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Lakini hii nataka tu kile ambacho tunataka tanawaambia hivi, funga kwetu kutakuwa ni fashion. Wewe mwenyewe ndio utajua utafunga kwa ajili ya nini. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ni nini ambacho nafanya ufunge? Bwana Yesu asifiwe, amen. Hauwezi kuwa unafunga ambaye hauna mahitaji. Lazima una hitaji ambayo unafungia ama unajinyima. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwambia, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila tu bali ni katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Unapoenda Deuteronomy chapter 8 mahali pale na chapter 6, utaona vile Mungu alipojaribu wana wa Israeli, na alipowajaribu ndipo neno hili maandiko nasema, Bwana kawaambia, neno la Bwana nasema katika jina la Yesu, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kile endo kaisomee kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe, ili ukaone mali Yesu alisimama na kumwambia Ibilisi, nenda zako. Alipomjaribu akashindwa. Unajua mambo itakuja, na kwa sababu uko ndani ya Roho, uko ndani ya Yesu, Bwana atakupigania, atakupigania. Na hapo ndipo Ibilisi atakaposimama naone kwamba vile Mungu amekutendea. Hapo ndipo atakapokuondokea kwa jina la Yesu. Maana Bwana atatuma malaika wake atakaosimama nawe, atakaokusaidia. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Yani atakaokusaidia. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Hebu kwanza tusome mstari wa mwisho hiyo verse 11. Then therefore live in, and behold, angel came and the ministers unto him. Yani hapo wakati Yesu alipomwambia enda zako Yotamu, utamwabudu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo Ibilisi alipomwondokea Yesu. Na alipomwondokea Yesu, maandiko nasema ya kwamba malaika wa Bwana ambaye hakuwa mbali alikuwa karibu na Yesu. Maandiko nasema ya kwamba malaika wa Bwana akaja na kaanza kumhudumia, kwa sababu alikuwa pili wiki. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nasema leo ayalisha kwamba itafikia mahali yani waanze kuwa wiki, lakini Bwana tuma malaika wako ili akaanza kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa Injili. Hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa Injili. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Hapo ndipo Yesu alipoondoka na kaenda kaanza kuhubiri habari njema. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati ambao unashinda majaribu, hapo ndipo unasimama, unasema kweli kuna Mungu aliye mbinguni. Wakati ambao unashinda mateso, kuna mambo ilikuwa na kusukuma, kuna ugonjwa ilikuwa na kusukuma, kuna karo ilikuwa na kusukuma, kuna mambo ilikuwa na kusukuma, na sasa ukaanza kufunga ili kwa ile jambo. Lakini Bwana ukumbuka, Bwana kasimama nawe, Bwana kusaidia. Hapo ndipo utakaposimama au kwa Yesu, kwa sababu Bwana amekusimamia. Utasimama na Yesu na ukatangaza ya kwamba kuna Mungu ambaye aliye mbinguni. Na hapo ndipo maandui, hapo ndipo wateso hao walikuwa na kupiga vita, ndipo watakaposimama, ndipo watakapokuona
kwa sababu umeinuliwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Unajua kitu moja, wakati Yesu alipoenda siku 40, unajua kitu moja, Yesu akubaki vile tena. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi ende hiyo siku 14 au kabaki vile tena. Natangaza leo mtu wa Mungu, maisha ilibadilika. Unajua Yesu aling'aa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, takusema leo kwa jina kula Yesu, kama utaunganika nami, utaunganika na hii neema ambaye ni neema ya Yesu, ambaye ni neema ya Bwana, ambaye imeachiliwa. Hautabaki vile tena. Mtu wa Mungu, siku hii 14 natangaza usana leo kusema leo kwa jina kula Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utaenda kung'aa. Sema kung'aa. Sema kung'aa. Najua tuko na maisha ya mtu itaenda kung'aa. Najua tuko na ndoa itaenda kung'aa. Najua tuko na biashara itaenda kung'aa. Katika jina kula Yesu Kristo. Kuna ngazi itaenda kung'aa. Kuna familia itaenda kung'aa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikwambie kitu moja. I think Monday this week ilikuwa Sunday, last week Sunday, dada yangu na ile dada yangu ambaye ni wanyuma kusaliwa kwetu amelewa tu sema yuko nyumbani, lakini wanishi pale Kitengela. So akaja akanipigia simu akaniambia, unajua mtoto wetu alikuwa amepita mtihani, na sasa mahali ile shule alikuwa anasomea yeye alikuwa namba 1, alikuwa na 64, lakini sasa sijui nini kimeendelea. Watoto wamechukuliwa pale na kusemekana ni wale watoto wa yatima, lakini yeye ameambiwa hakuna nafasi. Kamuuliza kwa nini umefanya hivyo? Nikamwambia fanya hivi, hiyo tu kipindi kimeisha, kwa sababu hiyo iwe na piano kwa Hiketi, Safaricom, wala ambaye wanakuwa sponsor, lakini Bwana ataenda kuyatenda. Kumwambia tu kukimbia tu uende kaangalie. Kaenda kimbia, kaniambia niambia sasa hiyo kipindi kimeisha. Kumwambia tutaomba. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, na mimi namwamini huyo Mungu na utang'ang'ana. Kumwambia fanya hivi, wewe rudi tu kwa hiyo shule tena, enda ulize mwalimu yule ambaye alikuwa akisomesha huyu mtoto kama kuna nafasi ambayo yote inaweza patikana. Alipoenda akaenda kukuta sio ndio yote, na walikaenda kumpasha habari na kumuuliza kwa nini hiki kilitendeka, kwa nini ametendeka, na mtoto huyu ndiye angekuwa pasi kuchukuliwa mahali pale. Mtoto huyu ndiye alikuwa akiombea hii shule. Kuna boil imechimba pale, yeye ndiye alituma barua, yeye ndiye aliandika barua kwa ajili ya hii ikapata kuna development. Lakini sasa mambo yake yamesuluhiwa. Na tukiwa hivyo, kuna mambo ambayo Mungu alikuwa amenenesha hapo awali kwamba kuna taa, kuna mtu ambaye amezimiwa taa. Na nikiwa pale nikawa nikimwomba Mungu sana, nikamwambia na kuombea tu ukapata kibali mbele zake Mwenyezi Mungu, na ukapata kibali mbele za huyo mwalimu, na ukapata kibali hata mahali popote, ita ni office yoyote utakaenda kuingia, kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Gusa kwa hiyo kichwa, gusa kwa hiyo uso, gusa hapa, gusa hapa, kwa jina la Yesu, in the name of Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kukua kutulie kwa jina la Yesu. Kutulie. Kuisha kwa jina la Yesu. Tumetangaza kuishi na ukome kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa hivyo nataka kusema hivi kwa jina la Yesu, patie tu maji. Kwa hivyo nataka kusema hivi, tukiwa tu mahali pale nikanenda kuomba. Lakini nataka kusema hivi, hebu sikiza kwa jina la Yesu. Kile mfunga kitaenda kuondoka kwa jina la Yesu. Ndio hiyo shetani amekalia kiti na anafanya kazi. Yule mtoto walipoenda pale akaambiwa lete barua. Akapeana barua ya yule mtoto. Akachukuliwa. Alipochukuliwa akaambiwa fanya hivi. Kuna nafasi imepatikana sehemu fulani kanisa la na kunasemekana ni mtoto mmoja tu anaenda kuchukuliwa. Na watoto wengi, wazazi wengi wameandika barua. Kwa hivyo wewe ukipata bahati ni sawa. Nikamwambia Mungu, hiyo barua imeandikwa na imepelekwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akatie muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoenda pale akaenda akapewa fomu. Hakuna kumwambia. Akapewa fomu akayasa. Alipoyasa fomu akaambiwa enda kwa yule mwalimu tena. Na utakapoenda kwa yule mwalimu tena, akauliza mtoto anaenda kanisa wapi? Akasema kanisa la ABC. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi na akaambiwa kutoka pale enda kwa pastor wenu, naye akaenda kayase. Nikamwambia mambo yote imekuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamaa alikuwa amekimbia sana. Nimeongea tu kwa ufupi nikatakata kwa sababu ya time. Sio nataka kuambia tu ya kwamba alipoenda pale akapigiwa muhuri na pastor na karudi pale akaenda kwa ile shule iko pale Kadhiani. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda pale wakaangalia wakasema is correct. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na pale wale watu ambao wanashughulikia watoto ambao vile wanasupport watoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kuambia ushuhuda ambao uko na uhai. Pale wakaenda wakafanya nini? Wakaenda wakajipanga. I think ni jana Friday nilipokuwa katika maombi hapa, dada yangu akanipigia simu na akaniambia watu wamewatembelea. Bwana Yesu asifiwe. Wala ambaye ni sponsorship wakawatembelea na kile ambacho wamewaletea ni cha kuchangaza. Wamekuja na shopping ambaye hawajaiona. Bwana Yesu asifiwe. Unga ya ngano, unga ya ugali na hata unga ya uji. Bwana Yesu asifiwe. Na sukari na kila kitu yote. Yaani shopping ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ujue kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo hata kuna mambo ambayo yalitendeka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Baada kukatokea mtu mwingine akasema atasimamia mtoto mpaka amalize shule. Bwana Yesu asifiwe. Na kasitoa shilingi 28 ya kuingia kwa shule. Bwana Yesu. Ndio ujue kuna Mungu aliye mbinguni. Kwa hivyo Mungu ataona uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usinyamazie mambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usinyamazie mambo. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo uyawezani nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo uyawezani nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna yule ambaye anafanya nini? Ana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kusema hivi, kwa hivyo ndipo wakati Yesu alipomaliza safari yake ya kufunga na kuomba, malaika wa Bwana akaenda kumhudumia. Kwa hivyo wacha Mungu akakuhudumie kwa jina la Yesu. Ndio mkono wako juu katika safari hii, katika jina la Yesu. Ninaomba tu mkono wa Bwana ukawe juu yako. Mkono wa Bwana kuhudumie kwa jina la Yesu. There is no temptation in the name of Jesus Christ. Utakapoenda nyikani, utakapopanda katika mlima, katika jina la Yesu, malaika wa Bwana akatembee nawe
na akawa pamoja nawe kwa jina la Yesu. Ukamalizia vizuri katika safari hii. Amen. Amen. Utamalizia vizuri kwa jina la Yesu. Na kabla sienda kumalizia, enda tu andika Hebrews chapter 2, hiyo tutaenda kusomea nyumbani katika jina la Yesu. Hebrews chapter 2 verse 18 kwa jina la Yesu. Ile nyingine tutakumalizia nayo ni hii katika jina la Yesu Kristo. Kuna nyingine iko katika kitabu cha Exodus, andika tu Exodus chapter 34 26 chapter 34 26 to 28. Andika hayo. Andika ingine Psalms 91 10 to 16. Amen. Na inataka tu tukasimame tu kwa jina la Yesu. Kama umeandika hayo, andika tu hayo kwa jina la Yesu, na usipanduke hapo katika jina la Yesu, maana Bwana ataenda kuyatenda makuu kwa jina la Yesu. Amen. Yale yote ulikuwa umeyapitia na ambaye adui alikuwa amejiandaa kwa ajili yako, hautayapitia tena kwa jina la Yesu. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Asa. Asa alipokonjeka, jamaa huyu alikuwa mfalme na akakonjeka. Alipokonjeka alienda akachukua wazee, na alipochukua wazee akawatuma kwa mganga. Akaenda kauliza kwa mganga Beelzebul, akamuuliza ya kwamba atapona lini. Lakini yeye akiwa pale katika kile kitanda, linasema kwamba Bwana aonese lini, achunguze kilindi cha moyo. Akamutuma nabii Elisha na akamwambia, enda ukamwambie au wazotana wazee, mwambie, enda akawaambie Asa, kwa sababu hakuna nabii katika Israeli. Ili akauliza kwa Beelzebul. Na ndipo maandiko nasema ya kwamba alipoenda akawatuma au wajumbe, walikuwa ni messenger, walikuwa wametuma ni Asa. Biblia nasema ya kwamba akauliza kwa mganga, lakini neno pale nasema ya kwamba badala tu apewe majibu mazuri, linasema kama ikichua ujumbe ya kwamba kuna mtu umekutana naye na sasa ametuambia, ametuuliza kwa nini mfalme ama Asa kwenda kuuliza kwa Beelzebul, badala ulize kwa Mungu wa Israeli. Israeli hakuna nabii. Biblia inasema ya kwamba yule mfalme akarudi tena akatuma jeshi 50. Na alipotuma jeshi 50, unajua kitu moja, wale jeshi walipotuma 50, Elia aliomba moto kashuka kutoka juu mbinguni ukawateketeza wote, kwa sababu alikuwa ndani ya roho, kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo aliporudi akatumana tena. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine 50. Na ndipo nataka kusema leo kwa jina la Yesu, ayalishi ya kwamba ni Yesu wangapi watakapotuma kwako, takusema leo katika jina la Yesu utawateketeza kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Aidha ni mishale ya ibilisi, aidha ni silaha ina gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tena kusema na wewe na kukusaidia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Taniseme hivi kwa jina la Yesu. Psalms 91 tanaenda malizie kwa jina la Yesu. Mama tu tie nguvu katika jina la Yesu. Psalms 91 verse 10 to 16. Biblia inasema ya kwamba huyu alikuwa ni Daudi, tumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Acha nianze. There shall no evil before you, neither shall any tranquil come nigh your dwelling. Bwana Yesu asifiwe.
mabaya haitakupata kwa jina la Yesu. Inua mikono kwa juu, sema mabaya haitanipata. Sema mabaya haitanipata katika jina la Yesu. Amen. Hebu sikia tena. Tell me 11. For he shall give his angels charge over you to give you in all your ways. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatuma malaika ili akapate kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika njia zote utakazoenda, njia zote utakapotembea, Bwana atatuma malaika wako. Malaika wa Bwana atakutumia malaika wako ili akapate kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Ampeni malaika wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sikia kwa jina la Yesu. Amen. That your sword tread upon the lion